Miongoni mwa mtu ambaye amejitokeza hapa katika shule ya ICT ni kocha Mbise ambaye moja kwa moja bila kushuhudia mchezo huu. Coach, nataka kujua namna ambavyo umejitokeza, lakini pia ulivyoona mchezo huu kuanzia kota ya kwanza mpaka kota ya pili. Ni mchezo wa namna gani? Kwanza kabisa na ningependa kufurahi kwanza kwa tulivyoweka hii event imekuwa ni kubwa zaidi. Ni tofauti na matarajio ya miaka ya nyuma ambao tulikuwa tuna host, lakini hii hapa inaonekana ni kitu kimoja kikubwa sana, especially ukiangalia hata watu walikuja kuangalia katika hii event sio wale basketballer, pia watu ambao kila siku hawapo katika basket. Kwa hiyo ni washabiki wapya na ningependa kuwapongeza uongozi wa Dar City na management mzima Dar City kwa kuweza kufanikisha katika mpaka sasa hivi event imekuwa ni nzuri zaidi, especially ukiangalia na timu pia tumeona kikosi kilivyokuwa ni kizuri mpaka sasa hivi. Scores ni second quarter lakini wako kwenye 60 something. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania tuna feel proud kwa wakati mwingine. Ukiangalia technically tunacheza na timu kutoka Comoros, wanacheza na Dar City, lakini tunaona kama mzani umekwenda upande mmoja. Dar City kuwa na score nyingi zaidi kulingana na quality ya players ambao wameweza kuwasajili, na ukiangalia quality ya players hao wana uzoefu katika haya mashindano, especially katika level ya juu ya BAL. Maana hii ni road to BAL, yani wanajiandaa, wakitoka hapo wataenda level 2 ya BAL and then wataenda kwenye Airlight and then mwisho wa siku wataenda kwenye ile level kubwa ya BAL. Kwa hiyo ni wachezaji wale ambao wanajua kabisa nini kitu gani wanachofanya, na hiyo yote ni uwekezaji. Ningependa kumpongeza Musa Mzenji kwa kitu alichokifanya kikubwa. Hiyo yote sio kwa upande wa Dar City tu, hata sisi wengine ambao tulikuwa teams nyingine tuna feel proud. Unaona mimi na rafiki zangu from Kenya, from Uganda wanauliza bwana huyo player kweli kasajiliwa timu kutoka Tanzania? Na naambia ni kweli amesajiliwa kwa timu kutoka Tanzania. Kwa hiyo is something new, sio kawaida. Kwa hiyo ningependa kuwapongeza sana Dar City kwa mara nyingine, na ndio maana tuko hapa kwa support tuweka na Utanzania zaidi. Dar City ana muda mchache sana katika basketball, hususani timu yao namna ambavyo ilivyoundwa mpaka sasa hivi. Lakini kwa nini Dar City inaimbwa sana tofauti na timu nyingine ambazo kongwe hapa nchini Tanzania kama Pazi vijana, lakini zinashindwa kufanya vizuri na kufika mbali ambapo Dar City anafika sasa hivi? Always mimi na tukiongea kiukweli kabisa ni uwekezaji na sports siku hizi imebadilika. Umetoka kuzungumzia timu kama vijana ambao mimi ni coach wa vijana, umetoka kuzungumzia timu kama Pazi ambao ni wapinzani wetu, ni timu ambazo ni kubwa hapa Tanzania, lakini Dar City amekuja ni timu ambayo ina miaka karibia nafikiri ni kama 3-4 ambayo imekuwa katika ligi, lakini mwisho wa siku tunaweza tukasema ni uwekezaji na pesa. Michezo siku hizi haina shortcut. The moment you get money, the moment ndio unaenda kuchukua quality ya players ambao ni wazuri, watakuja watakaa katika timu yako na watakupa matokeo yale sahihi, na pia wataifanya timu yako kwenda juu zaidi. Kwa hiyo yote na kwenda, hata umetoka kuzungumzia kuhusu Pazi na vijana, ni kitu ambacho tunajifunza at the same time. Unajua unaweza Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.